A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwa jina naitwa Ahmad Kasim Ramadhani Segumba, ni shekhi wa kata ya Mburahati, lakini pia mjumbe wa kamati ya amani wilaya ya Ubungo. Tukiwa katika muda huu katika kipindi maalumu hiki ambacho kinaongozwa na media yetu ya Sat Media. Media ilikuwa bora kabisa ambayo inafuatilia masuala mazima ya dini yetu ya Kiislamu, hasa ni kuweza kuzungumza mambo mbalimbali yanayohusiana na dini yetu ya Uislamu. Kwa hiyo tukiwa hapa katika kata hii ya Mabibo, nikiwa katika madrasa yangu ambayo madrasa hii ipo chini yangu mimi kama mwalimu mkuu, nikisaidiana na ndugu yangu Ustadh Mwinyi Ibn Khamisi Mwinyi pamoja na kijana wangu Shabani Ibn Makarani, tukiwa kama wasaidizi katika madrasa hii. Leo tumeweza kupata ugeni mkubwa, ugeni wa Sat TV ambayo imekuja leo kututembelea katika madrasa yetu hii. Mada ambayo leo tutakayoweza kuizungumzia, tutazungumzia kuhusiana ni mambo yapi ambayo yanatakiwa kufanyika katika miezi hii mitukufu. Ukichukulia leo tupo ndani ya mwezi wa Shaabani. Mwezi wa Shaabani ni katika ile miezi mitukufu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoitaja ndani ya Qur'ani, kama mwenyewe Mwenyezi Mungu alivyozungumza ndani ya surati Tauba aya ya 36, baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim. Mwenyezi Mungu anasema inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahra, hakika miezi mitukufu mbele ya Mwenyezi Mungu ipo, hakika ya idadi ya miezi kwa ujumla wake yote ipo miezi 12. Hiyo ndio idadi ambayo ya miezi ndani ya dunia yetu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ipo miezi 12. Kwa mujibu wa sura hii tunapata kujua kwamba kumbe idadi ya miezi ipo 12 ambayo sisi tunaitumia katika kufanyia majambo yetu ya kidunia, lakini pia Mwenyezi Mungu anaitambua miezi hiyo kama Qur'ani ilivyosema, hakika ya idadi ya miezi ipo miezi 12. Yauma khalaqa as-samawati wal ardha, tangu ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoweza kuiumba mbingu na ardhi. Lakini katika hiyo miezi ipo miezi ambayo Mungu ameigawanya kwamba hiyo ni miezi mitukufu. Anasema katika hiyo miezi minha arba'atun hurumun, katika hiyo miezi 12 ipo miezi ambayo mitukufu ambayo imegawanywa miezi 4. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Iko miezi 4 katika miezi mitukufu. Kwa katika hiyo miezi 4 mitukufu, huu mwezi wa Shaabani ni katika miezi ambayo miongoni mwa hiyo miezi mitukufu. Tumeanza na mwezi wa Rajabu mtukufu, tuko Shaabani mtukufu. Kwa hiyo katika hiyo miezi 4 ndani ya mwezi wa Shaabani pia nao ni mwezi mtukufu. Mina arba'atun hurumun dhalika dinu alqayyim. Hiyo ndio dini ambayo ya kweli, hiyo ndio dini iliyonyoka. Sasa yale ambayo tunayoambiwa tuyafanye katika miezi hii mitukufu ni mambo ya khairi, mambo ya ibadati mbalimbali. Tusipofanya hayo tutakuwa tumejidhulumu nafsi zetu, kama Mwenyezi Mungu aliposema fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msizidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi 4. Kuzidhulumu nafsi zetu ni kutofanya mambo ya khairi, yani unaacha hii miezi mitukufu inapita mpaka inaingia miezi ya kawaida, wewe hakuna khairi uliyoifanya. Kama ni sadaka hakuna sadaka uliyoitoa, kama ni zaka hakuna uliyotoa, kama ni funga hakuna uliyofunga, kama swala za usiku hakuna uliyoswali. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatutahadharisha, anatuomba tusije tukapata hasara. Anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msizidhulumu katika hiyo miezi mitukufu nafsi zenu, yani msije mkakaa tu mkabweteka mkalalala mpaka miezi inamalizika hakuna khairi ambayo uliyoifanya. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatupa angalizo hilo.
Kama kuna mambo ambayo tunatakiwa tushikamane sana katika miezi hii mitukufu, ni mambo manne ambayo mimi nataka niachie mada yangu tukiwa katika majambo haya. Mambo manne haya ndio tunatakiwa tushikamane nayo sana, haya mambo manne katika miezi mitukufu hii, ili tuchume, ili tupate. Jambo la kwanza ambalo tunatakiwa tufanye sana khairi katika miezi mitukufu, tukithirisha sana al-istighfar. Tumombe sana msamaha Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndani ya istighfaru kuna malipo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndani ya istighfaru pia kuna kufunguliwa majambo, kuna kufunguliwa riziki, kupata watoto, kupata pesa na hivyo. Kwa la kwanza al-istighfaru, tudumu katika istighfar. Jambo la pili, tudumu kwenye kufunga. Tusiache mwezi huu wa Shaabani ukamalizika tusipate atafunga ya siku moja. Lakini kama ni funga bora, ni funga ile ambayo aliyofunga Nabii Daudi alayhi salam. Kwa hiyo tunapotaka kutazama kufunga, tufungaje? Tumtazame Nabii Daudi alayhi salam funga yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakika funga bora ni funga ya Nabii Daudi alayhi salam. Kwa nini? Kana yasumu yauman wa yuftiru yauma. Nabii Daudi alikuwa anafunga siku moja na anafungua siku moja. Kwa hiyo sio tena unafunga mwezi mzima wa Shaabani, bado utakuwa hujamuelewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo funga bora tumtazame Nabii Daudi alayhi salam namna alivyokuwa akifunga. Lakini baada ya kufunga pia tutoe sadaka. Kama kuna miezi ambayo tunataka tutoe sana sadaka ni miezi hii, kwa sababu ni miezi ambayo ina malipo makubwa sana. Lakini pia tuchague la nne, tuchague rafiki alikuwa bora. Usikubali kuwa na rafiki ambaye haendani na sifa ambazo wewe unazo. Uislamu umeweza kutuwekea wazi kwamba namna gani mtu anatakiwa achague rafiki. Kwa sababu rafiki huwa hufuata tabia ya rafiki yake. Kwa maana ukichagua rafiki asiyefaa, nawe pia utakuwa haufai. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema almar'u fi dini khalili. Huwa mtu siku zote hufuata tabia, hufuata mwenendo, hufuata huluka ya rafiki yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema falyanzur ahadukum ila man yukhalil au man yukhalil. Basi katika sisi atazame mmoja wetu nani ambaye anaona huyu atafaa kuwa rafiki yangu. Kwa sababu ukichagua rafiki ambaye siye, usije ukadhani na wewe utakuwa ndiye, pia nawe utakuwa siye, kwa sababu umemchagua rafiki asiye na utakuwa siye. Kwa hiyo kama ni rafiki, chagua rafiki ambaye alikuwa bora, kwa sababu ukimchagua rafiki mbaya siku ya kiyama utakwenda kujuta, uje useme ya wailata laitani lam atakhidh fulanan khalila. Usije kusema neno hayo kwamba laiti nisingemfanya fulani kuwa rafiki yangu. Laitani takhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, laiti ningeshika njia na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama ni rafiki, tazama rafiki ambaye unaona huyu nikiwa naye katika masuala yangu tutakwenda sawa. Nikiwa naye tutakwenda kuswali wote, tutakwenda tutafunga wote saumu, lakini pia tutakwenda wote katika mihadhara, tutakwenda wote katika kusoma mambo ya dini, tutakazungumza maneno mazuri. Huyo ndio rafiki ambaye anatakiwa achaguliwe. Sio kila mtu rafiki, hapana. Uislamu ni dini ambayo imeweza kutokea mipaka. Kila jambo kwenye Uislamu lina mipaka. Rafiki pia amewekewa mipaka yake. Rafiki gani anafaa? Hata mke pia mwambie uchague mke bora, sio tu mali mke tu, hapana. Kwa hiyo kwa miezi hii mitukufu, ukiwemo mwezi wa Shaabani ambao tunao, wasia wangu tujitahidini haya mambo manne tuyakithirishe. Tukae chini tumlilie Mungu, kwa sababu malipo tutakayolipwa katika miezi mitukufu hii ni tofauti kabisa na malipo ambayo Allah atatulipa miezi ya kawaida. Katika mwezi huu ukifanya jema moja, hutolipwa sawa na jema ambalo ulilofanya katika mwezi wa Rajab. Hutolipwa jema sawa ulilofanya katika miezi mingine isiyokuwa miezi mitukufu. Hii miezi ina thawabu nyingi sana. Ndio maana Mungu analia na sisi, ananiambia fala tadhlimu fihinna anfusakum, msijidhulumu nafsi zenu. Yani msikae tu mkaacha kufanya khairi mkazidhulumu nafsi zenu, nafsi ukaiacha kutochuma mambo ya khairi katika miezi hii. Mwisho siku unakuja unajuta kwamba miezi mitukufu imepita, hakuna unachokifanya. Ili uone kama miezi hii ina ubora, tazama miezi ya kawaida. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema man amila hasanatan falahu ashru amthaliha. Afanye jema moja katika miezi ya kawaida analipa thawabu 10. Lakini katika mwezi huu wa Shaabani afanye jema moja anachukua thawabu 700 takriban. Hebu angalia thawabu 700 na thawabu 10 za miezi ya kawaida. Unaona kabisa kwamba kumbe thawabu 700 ni bora kuliko thawabu zile 10. Kwa hiyo unaona, kwa hiyo tunaposema miezi hii ya kuchuma basi tunamaanisha au kama imemaanisha ni ya kuchuma kweli.
na malipo yake yanayopatikana ni makubwa kweli kuliko miezi ambayo wewe mwenyewe umezoea. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.